Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amewasisitiza mabalozi wanaoenda kuwakilisha Tanzania katika mataifa mbalimbali kuweka kipaumbele katika kuzingatia diplomasia kiuchumi kwa kutangaza fursa za uwekezaji zilizopo nchini. Rais Dr. Mwinyi ameyasema hayo alipokutana na mabalozi hao waliofika Ikulu Zanzibar kumuaga kabla ya kwenda katika vituo vyao vya kazi. Aidha, Dr. Mwinyi amewahimiza mabalozi hao kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia maslahi ya pande zote mbili za muungano pamoja na kuweka kipaumbele katika utekelezaji wa sera kuu ya diplomasia ya uchumi. Halikadhalika, Dr. Mwinyi amebainisha kuwa Zanzibar iko tayari kupokea uwekezaji hususan katika uwekezaji wa miundombinu ikiwemo bandari, viwanja vya ndege, barabara, uvuvi na utalii. Yetu kuu ni sera ya diplomasia ya kiuchumi. Na ninapopata nafasi ya kukutana na mabalozi wa nchi za nje hapa walioko hapa Tanzania, wamekuwa mara zote wanasisitiza ya kwamba sasa hivi wamejikita zaidi katika masuala ya uwekezaji na biashara na si masuala ya misaada kama ilivyokuwa siku za nyuma. Kwa hivyo na sisi tuko tayari kwa uwekezaji na kwa biashara. Kwa hapa Zanzibar, sera kuu ya uchumi wetu ni uchumi wa blue, ukiwa unaongozwa na sekta ya utalii. Kwa hivyo maeneo yote mtakayo kuwepo ni vizuri tukapata uwekezaji katika eneo la utalii, lakini maeneo mengine ya uchumi wa blue ni kama uvuvi. Na kwa maana hiyo tungependa muizungumzie Zanzibar kwamba ni sehemu ambayo wanaweza watu wakaja wakaekeza katika upande wa utalii na upande wa uvuvi na mambo mengine ambayo yanahusika zaidi na sekta yetu hii ya uchumi wa blue. Naye balozi wa Tanzania nchini Sweden, Balozi Swahiba Mdeme, akizungumza kwa niaba ya mabalozi hao, amemhakikishia Rais Mwinyi kuwa wameyapokea na watayatekeleza maelekezo yake kwa vitendo na kuitangaza kiukamilifu diplomasia ya uchumi. Baba wenzangu, niseme tunakushukuru sana kwa muda wako, lakini tukuahidi kwamba maelekezo tuliotoa tutayazingatia katika kuhakikisha mahusiano yetu kati ya Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nchi tunazoenda kuwakilisha yanakuwa na manufaa. Mabalozi walioaga ni Balozi Mhandisi Zena Ahmed Saidi, Saudi Arabia; Balozi Saplan John Luhemeja, Zambia; Balozi Maulida Bwana Heri Hassan, Oman; Balozi Salim Othman Hamadi, Comoros; Balozi Swahiba Habib Mdeme, Sweden; Balozi Noe Emmanuel Kaganda, Korea; na Balozi Musa Haji Ali, naibu mwakilishi wa kudumu Umoja wa Mataifa, New York. Hizi ni ripoti za ASAM. Fatma Benard, ASAM Online TV.